Bwana, leo nawaletea sababu kuu 5 zilizosababishwa dabi ya Kariakoo kuvunjwa. Tunajua kwamba tarehe 8 ilipangwa ni siku ya dabi baina ya Simba na Yanga, lakini dabi hiyo ilivunjwa. Lakini kuna sababu ambazo nyingi zimetajwa, na hapa sababu 5 ambazo hizo sababu ni za ukweli ambazo zilisababishwa dabi hiyo kuvunjwa. Dabi hiyo ilitandwa sana na hofu na imani za kishirikina. Timu zote mbili zilijipanga kutumia sehemu mojawapo kama ya kujipatia pointi ama ushindi kwenye dabi hiyo, kulingana na inavyoonekana na kuhisiwa kwenye hisia za watu wengi ambao tulifanya utafiti siku hiyo ya tarehe 7 kabla ya dabi. Lakini kitu cha pili ambacho kinaonekana kwamba dabi hiyo kilisababisha kivunjike ni hofu. Timu zote mbili zilikuwa na hofu kutokana na matukio ya nyuma na kulinda heshima yake. Lakini kitu cha tatu kilichosababisha dabi hiyo kuvunjwa ni kuwa na kanuni dhaifu. Kanuni zetu utagundua kama ni kanuni dhaifu kwenye baadhi ya vipengele, na ndio maana kila timu ilikuwa ina uwezo wa kujua jinsi gani itajitetea kupitia vipengele vyote vya kanuni, na ingekuwa kanuni zetu zina majibu moja kwa moja kwenye matukio ambayo yametokea, isingetokea sitofahamu ama kupingwa kucheza dabi hiyo. Lakini kutokana hata wao wenye kusimamia kanuni na wenye kutoa adhabu kupitia kanuni walishindwa kutoa adhabu hizo, kwa sababu waliona kabisa kanuni kuna sehemu hazijajitosheleza. So kuna kitu cha kujifunza na cha kutengeneza upya kanuni zetu. Lakini kitu cha 4 kilichosababishwa kuvunja dabi hiyo ni kukosa uweledi na upendo. Utagundua kwenye matukio yote ya timu zote mbili kulikuwa kuna upendo, na watu walikuwa wanafanya maamuzi bila uweledi, bila kuangalia maslahi ya watazamaji au mashabiki ambao walifika kwenye dabi hiyo. Lakini kitu cha 5 na cha mwisho kilichosababisha dabi hiyo kuvunjwa ni migogoro ya viongozi. Katika taasisi zetu zinasimamia mpira kuna viongozi wengi wana migogoro, na ndio maana makubaliano yanakuwa magumu ikifika kipindi kama hichi. Bwana, jina langu ni Momed TV. Kama hujasubscribe, hapo chini kuna alama ya kusubscribe, guse mara moja. Utakuwa umeitisha sana na utakuwa unapata kila video ambazo tunazoposti. Asante. Kwa habari za burudani, entertainment na matukio yote yanayotrendi katika michezo, pia tutakuletea habari hizi mubashara. Cha kufanya subscribe Momed TV, ujiunge nasi.